بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. نعم. Tumefika katika kuzungumzia kutabaruku, sio? Na tulizungumzia tabarruk bi suwaril Qur'ani, sio? Kisha tukasema leo tuzungumzia kutabaruku na kaburi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuone manake, jamani, sisi hapa tuna da'wa, tuna madai. Tumemsikia mmoja wa wanazuoni wao amesema kuwa bana ilikuwa masahaba hawana ihtimamu na athari za nani? Za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sio? Hii tumesikia bila wasiwasi kabisa. Akasema imepokewa tu kwa Ummi Salama kuhusiana na ile nyele ya Bwana Mtume ilikuwa ikitiwa majini. Na utakumbuka ikitiwa kwenye maji. Maana yake majini, mtu anaweza kusema ni majini jini, yani kwenye maji. Sawa. Sasa sisi tuangalie athari, tuangalie hadithi. Tuangalie hadithi. Ayuba, kitabu hiki hakina safu. Angalia hapo kwenye taaliqati, ukiona namba takriban taaliqati namba ngapi? Taaliqati ya namba 1 2 3, si kuchelewa, yani ni mwanzo. Hebu leo tufungulie. Sawa, atabarruku bi qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii imepokewa na al-Imam al-Hakim katika Mustadrak. Hii imepokewa hapo kwenye taaliqa, yamewaandikia taaliqa namba 10. Angalia taaliqa namba 10. Amepokea al-Imam al-Hakim katika Mustadrak yake. Andika rawahu al-Hakim fi mustadrakihi au akhrajahu al-Hakim fi al-Mustadrak. Na akasema hii hadithi ni sahihi, akasema. Lakini al-Imam al-Hakim wao wenyewe wanazuoni wa hadithi wao wakwambia al-Imam al-Hakim kidogo huwa anasahilisha katika tasfih. Kuna wanazuoni wengine ni mushaddidina, lakini huwa wanatia tashdidi katika tasfih. Al-Imam al-Hakim ni katika wale ambao wanatia tasheeh mpaka wakwambia kitu Imam Hakim akisema ni dhaifu, basi hicho kitu ni dhaifu sana. Maana yeye mwenyewe huwa ni mpole, ni mlaini, yani yeye ni layin. Lakini al-Imam al-Dhahabi, al-Imam al-Dhahabi maarufu anasema huwa ni shadid. Sawa? Mpaka wao wasema Imam al-Dhahabi akisahihisha kitu basi kweli hicho kitu ni sahihi. Sio sisi hatuzungumzi usahihi wa al-Imam al-Hakim. Angalia nani anasema nini hapo al-Imam al-Dhahabi baada yake. Akwambia wagala sahihu al-isnadi wa wafaqahu al-Dhahabi. Hapo ndo mimi nilikuwa napataka. Al-Imam al-Dhahabi amefanya nini? Amemwafiki katika hilo. Kumaanisha hii ni sahihi. Sisi tumemwambia Imam al-Dhahabi huwa kidogo ni mgumu katika tashihi, lakini hapa amefanya nini? Amemwafiki. Sasa tusome hadithi yenyewe. Mmetaka kwanza tujue usahihi wake ili tusije. Asema an Daud ibn Abi Salih gala. Huyu Daud bin Abi Salih amepokea, asema siku moja Marwan ibn al-Hakam, siku moja alimpata mtu ameweka uso wake katika kaburi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nini? Afwan sikusikii. Sauti. An Daud ibn Abi Salih. Amepokea al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak. Ambe baadaye angalieni kitabu wao kina Adam Strota alama wataonyesha nimetoa kisha mtanukuu, sawa? Ili tuende haraka, muonaje? Sawa? Ili tupate kwanza vile viswa na usahihi, kisha nyenye mtaangalia pale kila nikitaja huyu ataonyesha kwenye kitabu. Asema atadri ma tasna, yule Marwan bin al-Hakam akamwambia wewe wajua afanya nini? Akamjibu yule aliyoweka kichwa, sema naam, ninajua anafanya nini. Kisha akamgeukia akishtuka hivi, huwa Abu Ayyub al-Ansari. Ni Abu Ayyub al-Ansari. Huyu jamani ameweka kichwa katika kaburi la Bwana Mtume. Wewe nenda kafanya sasa. Utaambiwa nini? Shirki. Huyu sahaba sasa mtatufundisha tauhidi gani na mwadai fahamu ya salaf? Huyu ni sahaba jamani. Huyu ni sahaba. Tena si sahaba tu mdogo, ni sahaba ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposhikia Madina alishikia katika nini? Katika nyumba yake. Abu Ayyub al-Ansari. Akasema Abu Ayyub al-Ansari radhiallahu anhu akasema, sikiza asema nini Abu Ayyub? Jitu
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, jitu Rasulullah. Mimi nimekuja kwa nani? Sikuja kwenye kaburi la bwana mtume. Nimekuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mutake msitake mtajua wenyewe. Sasa mimi sijui wao wataka akida yao kutoka kwa nani? Sisi tunachukua akida yetu kutoka kwa maswahaba. Msikize sahaba asema nini? Asema walam atil hajara. Na mimi sikuja kwa ajili ya jiwe bwana. Na mimi sikuja kwa ajili ya nani? Mimi nimekuja kwa yule aliyoko ndani pale. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha asema Sheikh. Asema yani Abu Ayyub al-Ansari. Hii ni raddi kwetu sisi tuwapa wao raddi. Asema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na mimi nimemsikia bwana mtume akisema sallallahu alaihi wasallam, la tabku ala ad-dini idha waliyahu ahluhu walakin ibku alayhi idha waliyahu ghairu ahli. Musililie dini ikiwa wenyewe wataishikilia. Yani ikiwa wenye dini watashikilia dini, watashikia uongozi, wao ndo watakuwa ni mawali. Musilie, msio na wasiwasi. Lakini lieni ikiwa wataishika ambao si wenyewe. Ndio manake hawa Banu Umayya, hawa kina Marwani, manake wao ndo wameishika. Sasa yani yeye Abu Ayyub anamwambia, "Nyinyi musilie." Ama bwana mtume alituambia sisi, musilie ikiwa watakaoishika dini ni wenye dini. Lakini lieni ikiwa watakaoishika si wenyewe. Ndio hao. Hakuna haja ya kutajana sana, lakini mujue wazi. Hii ndio akida ya itaje maswahaba. Mtakuja kufundisha tauhidi gani nyingine? Ama Abu Ayyub alikuwa hajui akida jamani? Alikuwa mushriki? Alikuwa mubtadi? La, hadha sahabiyun jalil radiyallahu anhu. Huyu amesomeshwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa nyinyi mafunzo yenu yanaenda kinyume na mafunzo ya Abu Ayyub al-Ansari, mtuambie msomeshwa na nani? Maana sisi tuna hakika Abu Ayyub amesomeshwa na bwana mtume. Nyinyi msomeshwa na nani? Maana wao kwao kugusa kaburi moja kwa moja haramu. Na tutataja paka maneno ya maulama. Sio almuhim hiyo nani? Sawa, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Kisha Al-Qadhi Iyadh pia amepokea katika kitabu chake, akaeleza kisa cha aitwaje yule Bilal. Kaeleza kisa cha Bilali na akapokea kisa cha Utbi. Kisa cha Utbi mkijua tumekitaja mara nyingi sana. Utbi alipokuja yule Mwarabu akasema ya khaira man dufinat bil ga'i adhumuhu fatabat bitibihinna al ga'u wal akamu. Yani akamsifu bwana mtume, kisha akasema ya Rasulullah, mimi nimesikia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema wala annahum dhalam mpaka mwisho. Akasema kisa amekeleza Ibn Kathir, amekeleza na huyu amekuja wakati maswahaba, ni zama za maswahaba, hakuna inkari. Ukatabaruku na kabla bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha hapa pia ni pazuri. Ibn Taymiyyah katika kitabu chake chaitwa Iqtida Sirat al-Mustaqim, ta'liq ya mwisho hapa, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Ibn Taymiyyah amepokea. Ajib. Yani mimi hata sina shangao jamaa. Amepokea kutoka kwa nani? Kutoka kwa Sufi, kutoka kwa Mubtadi. Amepokea kwa Imam Ahli Sunna wal Jamaa, Imam Ahmad. Amepokea kutoka kwa nani? Kwa Imam Ahmad. Alhamdulillah amepokea. Maana yake tungepokea sisi tungeambiwa mmetunga. Alhamdulillah alipokea ni Ibn Taymiyyah. Msikize sema nini? Amepokea kutoka kwa Imam Ahmad annahu rakhasa fi tamassuh bil minbari, kuwa yeye Imam Ahmad amepeana ruhusa mtu ajipanguse ajipapase na nini na mimbari ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, warumanati na rumana, yani ile sehemu ambayo bwana mtume alikuwa labda akiegemea, ile sehemu ambayo bwana mtume alikuwa akifanya nini, akiegemea. Kisha wadhakara, na akataja anna ibn Umar, ya kwamba ibn Umar wa Sa'id ibn al-Musayyib na Sa'id ibn al-Musayyib wa Yahya ibn Sa'id na Yahya ibn Sa'id al-Laythi. Huyu Sa'id ibn al-Musayyib ni mwanachuoni mkubwa katika tabi'ina, maarufu sana, wali mkubwa Sa'id ibn al-Musayyib. Na huyu Yahya itaje ibn Sa'id, kama sijakosea nafikiri ni al-Laythi, manake amesema hapa al-faqih ama fuqaha al-Madina, ni katika mafuqaha wapi wa Madina. Asema kanu yafaluna dhalika, walikuwa wakifanya hivyo. Hawe nenda sasa, sema hii mimbar bwana ya bwana mtume, nenda ipapase nayo, fanya tamassul. Kaambiwa nini? Haula kibar, sio kijisufi kimekuja jana na juzi. Mwana chuoni wa kisawasawa. Na alhamdulillah alopokea si sufi, yani si eti si sufi, alopokea ni Ibn Taymiyyah. Manake wao idha gala, yani falqaulu ma gala Ibn Taymiyyah, idha gala Ibn Taymiyyah fasaddiquhu, falqaulu ma gala Ibn Taymiyyah, hakadha fahu nagal Ibn Taymiyyah. Sawa. Nyingine na hii imepokewa katika Bukhari, katika kujaribu kufanya tabaruku na kabri la bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na hii ajibu ya akhi,
ni wakati wa kifo cha Saidna Umar. Mwanzo hiyo peji nyingine. Walamma hadaratil wafatu amira almu'minina. Walamma hadaratil wafatu amira almu'minina. Umeipata? Saidna Umar. Saidna Umar la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ilipokaribia, yani asema weka alama hapo. Saidna Umar alipokaribia kufa alimwambia mtoto wake, naomba uende kwa Sayyidatina Aisha umuombe ruhusa mimi nizikwe pale kando ya bwana mtume na Saidina Abubakar. Hebu tuulizaneni jamani, ndugu zangu, ni kusema tu ukweli. Yeye Saidina Umar alitakuzikwa pale kwa nini? Antakuzikwa tu hivi, antakuzikwa tu pale yani mbure. La. Yu ataka kuwa karibu na marafiki zake. Atakuwa vipi karibu na marafiki? Itamfaidisha nini? Amefariki kuna nini? Yatabarak bidhalika almakan. Yatabarak bidhalika almakan. Na aliposema vile alipokwenda Ibn Umar tena alimwambia, ukienda kule usiseme Amir al-Mu'minin yatlubu au yastadhina. Mwambie Umar yastadhin. Maana hivi sasa mimi si nani? Si amiri tena bwana. Mimi naenda kufa. Mimi ni Umar tu. Yani Sayyidatina Aisha labda iweza kusikia vibaya kisikia Amir al-Mu'minin, basi akapeana ruhusa. Sayyidatina Aisha akamwambia Ibn Umar, mimi ile sehemu ilikuwa nimejiwekea mimi. Ilikuwa nataka iziko mimi pale. Lakini haina neno. Madamu Umar amesema, خلاص. Ruhusa. Karibu kufa, yani Ibn Umar akarudi akamwambia Saidina Umar, Sayyidatina Aisha amesema kadha. Basi Saidina Umar akafurahi sana. Akasema mimi ilikuwa hakuna kitu kinanitia hamu sana kama hii. Amepokea Imam al-Bukhari hapo taona. Akasema lakini hii haitoshi. Siku nitakayokufa, mkitaka sasa kwenda kunizika, usinizike bado. Nenda kabla ya kuingiza mwili wangu, bisheni kwa Sayyidatina Aisha mumuombeni tena. Manake labda sasa amenikubalia kwa ajili ya nionea haya mimi ni amiri, ndio khalifa. Basi nendeni, baada ya kufa pale itakuwa mimi si khalifa tena, labda atabadilisha, haina neno. Akaenda, akaomba, Sayyidatina Aisha akakubali. Mahallu shahidi. Mbona ataka kuzikwa pale? Tuambieni enyi aitwaje? Sijui tuwaite majina gani, lakini haya, enyi sipendi kutaja majina, lakini nyinyi mnaosema kuwa hakuna faida, mbona Saidina Umar basi apiganie kuzikwa pale? Tena aseme Saidina Umar, hakuna kitu ambacho kilikuwa kimenitia hamu kama hicho, kuwa nataka kuzikwa pale mimi. Alhamdulillah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha al-Imam as-Samhudi pia akataja, al-Imam as-Samhudi akataja katika kitabu chake Wafa'il Wafa. Waqala as-Samhudi fi Wafa'il Wafa. Mmeona hiyo? Waqala as-Samhudi fi Wafa'il Wafa. Asemaje? Lamma qadima Bilal radiyallahu anhu min Sham. Hii ni ziyarati Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ata al-Gabra faja'ala yabki 'indahu wa yumarrighu wajhahu alayhi. Ajib, mimi naambia. Yani isikie visa hivi wewe hata utadhani kama ambaye hao masufi wa zama zetu. Utodhani kuwa timu maswahaba kwa namna ambavyo vitendo hivi vyaonekana kama sijui nini. Aliza kisa mashuhuri sana cha Saidina Bilal alipokufa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saidina Bilal aligura yake, ilikuwa tabu maskini kuishi pale, kila kitu chamkumbusha bwana Mtume, na Saidina Bilal alikuwa anampenda bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi, kila kitu chamkumbusha bwana Mtume. Basi akaondoka akaenda zake Sham. Keti baada ya muda akamuota bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye hapa ameeleza kidogo tu kisa chenyewe. Alimuota bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Saidina Bilal akiamka siku ya pili yualia katika ndoto. Ameona bwana Mtume anamwambia, ma hadha aljafa ya Bilal, ama ana laka an tazurana. Bilal, ni upi yani itoje moyo mgumu Bilal, yani umetukimbia akhi, kwani haijafika wakati uje utuzuru? Shana Saidina Bilal siku ya pili akaamka yualia, akamwambia mkeo, acha mimi nende. Akarudi zake Madina. Akifika tu hivi Saidina Umar akampata, Saidina Bakar akampata. Saidina Bakar akamwambia, hebu tuadhinie jamani kama ulivyokuwa ukiadhini wakati wa bwana Mtume. Akakataa, akamwambia siwezi bwana, namtamani sana bwana Mtume. Basi hakuadhini. Kaja Saidina Umar pia akamwambia, pia akakataa. Yani akayatadhiri, yani maana tutajikumbusha wakati bwana Mtume tutalia bure, siku hizi hayuko tena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akaja akapata Saidina al-Hasan na Saidina al-Hussein, bado wadogo hapo, hata hawajafika miaka 10 ama 11, bado wadogo. Fuata kateza nao, wakamwambia, mmoja wao akamwambia, si utuadhinie kama ulivyokuwa ukimwadhinia babu yetu. Basi Saidina Bilal akashindwa kukataa, akasema sasa mimi nikiwakatalia hao kisha siku ya kiyama tasemaje kwa babu yao, tamwambiaje babu yao? Basi akaadhini. Angalia mahaba ya masahaba kwa ahli albayt. Akaadhini Saidina Bilal. Mpokezi wa hadithi yasema,
haikupa, yani watu wote walitoka majumbani, wanaume kwa wake, wasema Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Je, bwana mtume amefufuliwa? Manake wamesikia adhana ambao walikuwa wakisikia wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Watu wametoka. Nasema na hakuna siku, yani hakuna siku baada ya ile siku ya kufa bwana mtume kulionekana kilio kama ile siku ambayo alikuja Bilal akaadhibu. Maana watu wametoka wakakumbushwa maskini zama za bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Paka yeye mwenyewe Bilal alipofika kwenye ashhadu an la ilaha illa Allah akashindwa kuendelea, akaondoka. Hakumaliza ile adhana. Akaondoka maskini. Subhanallah, Sayyidina Bilal. Sasa alipokuja Sayyidina Bilal hapa Madina, yeye amekuja kwa lengo gani? La kumzuru bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kaenda kumzuru bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ifika kaburini akashindwa kujizuia. Sayyidina Bilal unajua mara nyingine wewe unapenda kitu unashindwa hata kujizuia, unaona kitu wapenda watoka kwenye nini. Basi Sayyidina Bilal akashindwa kujizuia, akaanguka kwenye kaburi la bwana mtume, akaanza etoje pale kwenye mchanga, akatamarra, akajigaragara, yani sio akajigaragaza sijui kwenye mchanga. Tamarra kana yumarrigu. Waonaje? Nenda kafanye sasa. Kabu upanga mzee. Nenda ukafanye. Kweli ama urongo? Ni kweli, tuambiane ukweli, ndio wake. Utaambiwa ati shirki sasa. Huyu Bilal amefanya, tuambieni nyinyi. Sisi hatusemi mtu ende akaanze kutamasah bil qabri. Kwenye madhehebu yetu atamasah bil qabri makruh karaha shadida. Ndio madhehebu yetu. Isipokuwa kwa hali kama hii ya Saidina Bilal, mtu ambaye ameghilibiwa na mahaba. Falmaghlub ma'dhur, falmaghlub ma'dhur ghair mukallaf. Mtu ambaye ameghilibiwa kwa mahaba. Sisi yani namna tulivyo, yani maulama wetu walipokuja wakafasiri vitendo kama hivi vya Saidina Bilal na kitendo kama hiki cha Saidina Bilal, wakasema la, hii si makosa, si dhambi, kwa sababu huyu ni mtu ambaye ameghilibiwa na mahaba, ameghilibiwa na shauq, basi anasamehe. Tumeelewa? Lakini hadha al-amr laysa shirkan ya akhi, وليس بدعة ولا شيء. لكن هم جاءوا سيطروا علينا أو تسيطروا علينا، والله شركونا بدعونا، خلاص نحن مع أبي أيوب الأنصاري ونحن مع بلال. تمام؟ kama nilivyoambia mara milioni, mimi niko tayari nifufuliwe na hawa. Mimi niko tayari ile akida yangu, vile vitendo vangu, inshallah Mungu atusamee yale madhambi, lakini niko tayari ile itikadi yangu iwe sawa na itikadi ya hawa. Na wale maulama waliotangulia, wao tutaona itikadi yao itakuwa na nani, na watadai kwa itikadi yao ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini tunaona khilafu dhalika. Tunaona khilafu dhalika. Maana maswahaba hum a'lamu an-nas wa afhamu an-nas bi rasulillah. Wao ni watu ambao wanamfahamu mtume zaidi ya watu wote. Sasa mbona wafanye mambo kama haya? Maana ni kitu mashruu, ni kitu kina wasiwasi. Almuhim, kisha katika kitabu cha Al-Bidaya wa Nihaya ambao ni cha Ibn Kathiri, fikiri ndio itakuwa nakli ya mwisho ama almuhim, ndio katika Bidayatul Hidayah cha Ibn Kathiri asemaje? Suila al-Imam Ahmad an taqbili minbari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa gabrihi. Aliulizwa Imam Ahmad, jamani huyu si sufi, ni Imam Ahmad, kwa lugha yao huyu si sufi. Sisi tunasema hao wote masufi, maimamu wakubwa. Yani maana yake tukisema sufi ni mtu mwema, cha Mungu, mtu wa zuhdi, ndio sisi tudai hao ni masufi. Almuhim, lakini wao Imam Ahmad wanamjua, wanamtukuza. Sasa sikiza, ameulizwa Imam Ahmad, aliotaja nani? Ni Ibn Kathiri. Ibn Kathiri pia wanampenda kweli, ni katika wanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Ibn Kathiri asema katika Al-Bidaya wa Nihaya, katika Al-Bidaya wa Nihaya iko hapa utaangalia, asema suila al-Imam Ahmad, ameulizwa Imam Ahmad an takbili minbari nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuhusu nini? Minbari ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa gabrihi, na kaburi lake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akajibuje Imam Ahmad akisema falam yara bihi ba'san, hakuona ubaya wowote kwa hili. Lakini siku hizi shirki, bid'a, kufri. Huyu ni Imam Ahmad. Sasa nyinyi mtatufundisha aqida ama Imam Ahmad ndo atufundisha? Mimi najua aqida yangu, nataka kusoma kwa nani kwa urahisi, bikuli suhula. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha hapo chini amewekea kwenye kitabu Al-Maqalat As-Saniyya, Al-Maqalat As-Saniyya, asema wanaqala At-Tayyib An-Nashiri an al-Muhibb At-Tabari. Al-Muhibb At-Tabari katika maulama wakubwa waliotangulia, fikiri tumemtaja, sijui wapi, fikiri kwenye tawasuli tumemtaja.
Al-Muhibb at-Tabari. Asema huyo at-Tabari asema yajuzu taqbilu al-qabri wa massuhu. Wagala asema inafaa kubusu kaburi na inafaa kufanya nini? Kulipapasa. Si hiyo tu, sikiza asema wa alayhi amalu al-ulama'i was-salihin. Na hiyo ndio amali ya nani? Si ya juhala. Maana sisi huitwa wajinga, majahili. Sio amalu al-juhala, akwambia wa huwa amalu al-ulama au wa alayhi amalu al-ulama. Na hii ndio imekuwa ni amali ya nani? Ya wanazuoni wasalihina. Sio wanazuoni tu. Maana inaweza kuwa mtu ni mwanachuoni lakini si salih, si mtu mwema. La, ni wanachuoni na wema. Madha turiduni ya akhi, wallahi. Madha turidun. Na ngoja hii ni tuseme kama wanasema kwenye movie hii ni trailer tu. Trailer sijui. Haya, atabaruk bi sha'rihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utabaruku na nini? Na nywele yake. Sasa tuangalie hawa ndugu zetu ama yule shekhe aliyosema kuwa hii sha'ri imepokewa kwa lam yahtam bihi as-sahaba illa ma ruya an ummi Salama. Tuone wajaweza kuwa ni kweli yake, tusiwe watu ambao hatuna insafu. Tuone sahaba ni mmoja ama ni wengi. Asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hadithi imepokewa kwa Saidina Anas, na riwaya hii la ilaha illa Allah imepokea Imam Muslim, Abu Daudi, Tirmidhi, Ahmad, wa Ibn Khuzaimah, wa An-Nasa'i, wal Baghawi, wa Ibn Hibban, wal Bayhaqi. Yani hadithi yaitwaje, walopokea ni wengi. Na pia Imam Bukhari anayo riwaya, yani riwaya zimetofautiana. Kwa ufupi, hadithi imepokewa na Saidina Anas, asema kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja Mina, kisha baada ya kufanya ile ramyi, la ilaha illa Allah Rasulullah, baada ya kufanya ramyi akamwambia halaq, kinyozi amnyoe, akamwambia kwanza anza kulia hivyo, akanyoa, kisha akampa yule kinyozi nyele kidogo na akampa sahaba mwingine nyele, akamwambia zigawanye. Qulu li billahi alaykum, lesh bwana Mtume ana haja gani ya kugawanya nyele? Hebu naambieni kuwa tu yeye amewapa wazigawanye, hata kama maswahaba ingekuwa hawazitaki, yeye bwana Mtume ile kuwapa sallallahu alaihi wa alihi, tukueni nyele, maana kana anawaambia nini? Endeni baadaye mfanye shirki. Yani hadha amr gharib jiddan. Lau ingekuwa ile nyele haina faida yoyote, kuna haja gani Mtume awape? Yani Mtume yafanya kitu abathi hivi tu. Bwana Mtume amewapa mwenyewe nyele ya ikhwani, sio kuwa wamekuja wakakimbilia wakachukua bwana Mtume hayuko, la. Bwana Mtume yeye ndo amezigawanya zile nyele. Hebu tuangalie hii sheria yetu sisi tunataka kuitoa kwa wapi? Tunataka kufundishwa nani sheria yetu? Sisi tufundishwa na sahibi sharia. Tufundishwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mtu mwingine. Mtu mwingine angeleta fikra zake haina neno, shauri zako. Wewe utajua vipi utakutana na Mungu. Lakini mimi natukuza nyele za bwana Mtume, manake bwana Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliwapa maswahaba nyele zake. Aliwagawanyishia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na riwaya ziko nyingi sana. Haya. Kisha tuende kwa nyingine. Hii imepokewa na nani? Muhammad ibn Sirin. Hii utaipata hapo, amepokea Imam al-Bukhari. La. Kwanza ile la Muhammadur Rasul. Ya Ummi Salama sasa. Ya Ummi Salama hiyo maarufu ambao Sheikh pia ameitaja. Ummi Salama imepokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Sahihi, hakuna wasiwasi. Asema watu wangu walinituma kwa Ummi Salama. Ni Uthman ibn Abdullah ibn Mawhib. Asema mimi nilitumwa kwa Ummi Salama, nikaenda kwa kuna maradhi fulani. Ilikuwa mtu ana maradhi, basi akaja na chombo. Sawa, kutokana na fedha. Ndani yake kuna nyele ya nani? Unywele wa bwana Mtume ama nyele za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akasema mtu huyo alikuwa akipatikana na shida fulani, akipatana na aini, jicho ile aini, ama ugonjwa. Yes, sasa Ummu Salama anasema ilikuwa watu wakimleta yule mtu, tuweka hii nyele, tutia maji, kisha ile nyele tuitoa yule mtu, tumpa ile maji anywe ama aoge. Na anafanya nini? Anapoa. Mtu anapoa nyele ya bwana Mtume. Yatabarukio, maswahaba wanatabaruku na nyele ya nani? Ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kuna nyingine imepokea kutoka kwa tabi'in, Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin maarufu, mwamjua? Muhammad ibn Sirin ni nani? Mshawahi kumsikia? Na alikuwa na miza gani katika tabi'in au katika tabi'in? Muhammad ibn Sirin. Mwanachuoni huyo. Muhammad ibn Sirin mwanachuoni kubwa. Ana maneno makubwa. Muhammad ibn Sirin alikuwa maarufu katika kufanya ta'wili ya ndoto. Kuelezea ndoto. Kwa katika wanazuoni wakubwa sana ambao wanaelezea nini? Ndoto. Yaani ukiota nakuja. Sasa huyu Muhammad ibn Sirin alisema
mimi nilisema kumwambia Ubaida, yani sasa Muhammad bin Sirin anasema mimi nilisema kumwambia Ubaida mmoja katika tabiina, mimi kwetu sisi tuna nyele ya bwana mtume, indana min sha'ri rasulillah min sha'ri nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam asabnahu min gibali Anas, sisi tuna nyele ya bwana mtume tumepewa na nani? Anas. Kwanza hapa tayari hata kabla ya kuendelea, Anas mbona awape nyele ya bwana mtume? Mbona aseme khalas utoje? Hakuna bwana, hakuna cha baraka, hakuna kitu. Lana hatambihi ala gole fulani wa faltan, amempa Saidina Anas. Kama hatujali nayo nyele uiwekele mbali, baki muifungia chumbani, ama hata ionekane, ama hata imepotea, hujali maana sio la. Saidina Anas amempa huyu Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin. Asema tulipata kutoka kwa Anas, ama kwa riwaya nyingine tulipata kwa baadhi ya aqarib Anas, yani baadhi ya watu wake wa karibu. Faqala, yule Ubaida akajibu akasema, sasa aliposikia maneno haya Ubaida akajibu akasema nini? La antakuna ama li antakuna indi sha'ratun minhu ahabbu ilayha min ad-dunya wa ma fiha. Huyu tabii mwingine amwambia yani mimi kuwa na hicho kijinywele cha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwa na hicho kijinywele cha bwana mtume kimoja tu, khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kwangu mimi, ama ahabbu ilayya, mimi ningependa hiyo jambo zaidi kuliko dunia na yule ndani ya dunia. La kanu la yahtamuna bi humu salaf, hao ndio salaf. Salaf si fulani na faltani madamu amejibandika jina salafi. Salaf ni hawa, salaf ni maswahaba na tabiina, na sisi tunaona muamala wa sahaba na tabiina katika nyele tu ya bwana mtume. Sawa. Kisha al-Imam al-Aini pia ametaja kisa cha Ummi Salama. Sawa. Al-Imam al-Aini pia ametaja kisa cha Ummi Salama. Kisha kisa kingine ni Jaafar. Kisa cha Saidina Khalid, na hiki ni ajib. Kisa cha Saidina Khalid kwenye taaliqati kwangu ni raqam 20, dhakarahu al-Haythami fi Majma' az-Zawaid. Amepokea al-Imam al-Haythami katika Majma' az-Zawaid, Majma' az-Zawaid na Majma' az-Zaid, na nani aitwaje la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ibn Hajar pia, Ibn Hajar faqih, si faqih, muhaddith, ametaja. Asema Khalid bin al-Walid alifanya nini? Khalid bin al-Walid siku moja wako kwenye vita, ile kalansua yake, ile kofia lake ile la vita lilianguka, na limeanguka katikati ya maadui pale. Yani kuenda pale ilikuwa ni hatari sana. Waislamu tayari kama washa nini, wako mbali kidogo. Haina Saidina Khalid akaruka, Khalid bin al-Walid sahaba, tuone kweli walikuwa na ihtimamu na nyele za bwana mtume ama hawana. Akaenda akajirusha, akajiingiza pale katikati ya maadui, akatoka na ile nini, kofia. Yani ameenda kutafuta ile kofia, akatoka, watu wakamuuliza, wewe vipi bwana, satuhlik nafsak, sio utajiangamiza, umekwandaje kuingia pale katikati ya maadui? Akasema wewe ile kofia kuna nyele, kuna unywele wa bwana mtume mimi nimeuweka pale, kuna unywele wa bwana mtume mimi nimefanya nini, nimeuweka pale, na huo unywele mimi ndo natabaruku nao tangu niuweke mpaka leo, sija kushindwa vitani, na natamani nitazikwa nao. Angalieni shirki kajua yenyewe. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ماذا تقول؟ هات سؤال. Na haya ni katika Siyar A'lam an-Nubala ametaja. Hii pia ni ajib. Uzuri huyu mwenye kitabu naona amenukuu sana mambo kutoka kwa Imam Ahmad kusudi. Manake hawa ndugu zetu hudai madhhabi ya Hanbali, ndio maana amenukuu sana kutoka kwa Imam Ahmad. Sikiza asemaje. Wa fi Siyar A'lam an-Nubala. Siyar A'lam an-Nubala ni kitabu cha Imam Adh-Dhahabi. Katika Imam Adh-Dhahabi katika wanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Imam Adh-Dhahabi katika wanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Asema Imam Adh-Dhahabi nasi yake, qala Abdullah ibn Ahmad. Man hadha Abdullah ibn Ahmad? Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Hii imepokea kwa Siyar A'lam an-Nubala, na hapo chini utaona pia Imam Ibn al-Jawzi ameipokea. Ibn al-Jawzi amepokea katika Manaqib al-Imam Ahmad. Ibn al-Jawzi ana kitabu Manaqib za Imam Ahmad, pia amepokea kisa hiki. Asema qala Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, huyu ni mtoto wa Imam Ahmad bin Hanbal, mtoto wake tu. Sikiza asema nini, raaitu abi ya'khudhu sha'ratan min sha'ri rasulillah min sha'ri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa kuna mahallu shahidi aina mbili, hapa kuna shahidaini, kuna shahidani, yani kuna vitu viwili tunataka tuvione. Asema nilimwona babangu akichukua unywele katika nyele za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
fayadha'uha ala fihi, anaweka kwenye nini? Kwenye mdomo wake, anaubusu ule unywele. Subhanallah. Ala fihi yuqabbiluha, anaubusu. Wa ahsibu anni ra'aytuhu, na pia najua, nadhani kuwa mimi nimemuona akiweka wapi? Yadha'uha ala ainihi, nimeona akiweka kwenye macho yake. Sawa, naam, nimemuona pia akiweka wapi? Kwenye macho yake. Subhanallah. Sikiza, asema wa yaghmisuha fil ma'il baridi, fil ma'il bardi, na kamaona akiweka kwenye maji baridi na akanywa. Wa yastashfi bihi, na akawa anataka shifa kwa unywele ule. Wa ra'aytuhu yashrabu min ma'i zamzama yastashfi bihi wa yamsahu bihi yadayhi wa wajhihi, yamsah bihi yadayhi wa wajhahu. Almuhim, naam, Imam Ahmad ule unywele pia alikuwa akiujali. Sasa hapa ndugu zangu, ninataka mmeombea shahidi ni mbili. Shahidi ya kwanza ni kwa huni miongoni mwa salaf, na ule unywele alikuwa na zile nywele za bwana mtume alikuwa akifanya nini? Akitukuza, akitabaruku nazo, akitawasali nazo, Kwa hivyo hawa wanaosema kwa walikuwa hawajali nazo ni urongo. Tumetaja viswa 4 5 vya maswahaba, na huyu ni Imam Ahmad, ni katika salaf. Kitu cha pili ni ile madai yake ya kuwa huwezi kuhakikisha kuwa huni nini? Ni unywele wa nani? Imam Ahmad amehakikisha vipi? Moja, Imam Ahmad amekuja baada ya miaka 200. Nafikiri kama sijakosea miaka 241. Kama sijakosea, mtu ahakikishe. Miaka 241 ndo amezaliwa Imam Ahmad bin Hanbal. Amezaliwa? Hawezi kuwa amezaliwa. Amefariki. Amefariki. Na Imam Ahmad amekutana na Imam Shafi. Na Imam Shafi amekufa miaka 205. Ndio Imam Ahmad amefariki miaka 241. Kuzaliwa itakuwa ni nafikiri itakuwa manake miaka 190. Inawezekana. Nataka tuhakikishe. Ni 6. Imam Shafi amezaliwa 150. Imam Ahmad amezaliwa 160. Nafikiri akhi, yote ni hifdhi, nimeghafilika. Siangalia kitabu. Almuhim, Imam Ahmad amekuja baada zaidi ya miaka 150 baada ya hijra bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma maana hadha? Ule unywele umepitishwa kwa miaka 160. Amehakikisha vipi? Hakuja kusema la yumkin an tuthbit anna hadhihi sha'ra min sha'r rasulillah. Mimi nimepewa kwa sanad sahihi, mimi nimeamini. Almu'min idha qala suddika, mu'min akisema huaminiwa, husadikishwa. Mu'min amekwambia huu unywele mimi nimepokea kwa shekhe langu, amepokea kwa shekhe lake, amepokea kwa bwana mtume. Mbona tukatae? Mbona hadithi za bwana mtume tunazikubali na hii tunakataa? Hadithi ni maneno yake, maneno, na hii ni athari tuikatae, lakini maneno unakubali? La, kama maneno wakubali, pia athari inafanya nini? Inaweza kubaki. Na ndio hii imebaki. Na huyu Imam Ahmad tunaona amekuja baada ya zaidi ya miaka 150 baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na anatabaruku na unywele. Ameutoaje? Ameupataje? Amehakikisha vipi? Alikuwa yeye katika maswahaba kisha kafa kisha kazaliwa tena? Amepewa na ameswadikisha, ameamini. Alhamdulillah Imam Ahmad amefanya, maana asingefanya ingekuwa mbala. Ndio nikamwambia hapa kuna hoja mbili tuwauliza. Yeye amehakikisha vipi Imam Ahmad, kama nyinyi mwadai kuwa haiwezekani? Ama madamu miaka 100 haiwezekani lakini miaka 1000 haiwezekani, tofauti ni pale kuna watu umewaamini na hapa kuna watu umewaamini. Basi alhamdulillah. Wewe hutaki kuamini, shauri zako, huje kulazimisha akhi. Si lazima uamini kwa nini yule bwana mtume, si masala ya imani. Si masala ya imani, lakini ikiwa mimi nimemwamini mtu usije ukaniambia bwana mbona wamuamini? Akhi, mimi nimemwamini na najua ni mkweli. Wewe humuamini, haina neno, shauri zako. Mafhumu? Kwa hivyo hii ni tasarrufati ya nani? Ya Imam Ahmad. Sawa. Kisha imethubutu kutoka kwa huyu yani Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal alimuuliza babake, na tumetaja mara nyingi kwa amemuuliza babake kuhusu yule mwenye kubusu ama kushika ama kupapasa mimbari ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia la ara bidhalika ba'san, sio? Na Ibn Kathiri pia ametaja la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ametaja kisa ajib jiddan, ametaja kisa kingine kizuri sana, na hiyo ni kwa Imam Ahmad. Subhanallah, naona afadhali tuzungumzie kesho kisa hiki kwa ajili ya Maulana time, na kisa chenyewe kitakuwa na urefu kidogo, kitakuwa na maelezo inshallah. Sawa, kwa hivyo tukikumbuka tutazungumzia hicho kisa, kisha tutaenda kwenye at-tabarruk bi araqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa